Rahby Digital, haki na ukweli. Je, unahitaji taarifa kamili na uchambuzi wa ndani zaidi? Jiunge sasa katika grupu letu la WhatsApp kwa malipo nafuu kabisa. Utapata uchambuzi wa kila siku, mchana na jioni, update za dunia kwa haraka zaidi, fursa ya kumuuliza maswali Rahby papo hapo na kupata majibu ya haraka zaidi kutoka kwake. Usikose nafasi hii adhimu. Jiunge sasa na uwe mbele ya taarifa kuliko wengine. Tupigie kwa simu namba 0654467177 au tuandikie ujumbe ni unge na Rahby. Tutakuunga moja kwa moja. Mvutano bado umeendelea na hali ya sintofahamu imeendelea kati ya Israeli na Irani. Alfajiri ya leo na asubuhi ya leo, Israeli ilifanya mashambulizi sehemu tofauti za Irani, vikiwemo viwanja vya ndege vya miji mbalimbali nje ya Teherani. Lakini muda mchache uliopita Irani imejibu kwa kupiga mji wa Ashdod, au Arabu wanasema Asdod. Ashdod imepiga ambako ndio Ashdod iko bandari. Unajua Ashdod kuna bandari ya moja ya bandari ambayo haiko mbali sana Ashdod na Gaza. Wastani kilomita kati ya 12 na 13 kutoka Ashdod kwenda kwenye mpaka wa Gaza. Kwa hiyo wamepiga pale mji wa Ashdod, lakini wameenda kupiga kwenye jangwa kubwa la Negev. Negev ndio zilipo kambi kubwa za jeshi la anga la Israeli. Ziko Negev, ni eneo jangwa moja kubwa sana la Negev, ndio wameenda pia na kwenyewe kugusa pale. Taarifa mbalimbali duniani zinazidi kuonekana na zinazidi kuonyeshwa kuwa kile nilichoanza kukizungumza mimi jana mapema kabisa, nadhani katika wachambuzi wa lugha ya Kiswahili ambao nilizungumza mapema mimi. Kwanza ngoja nikupe, Iran fire 10 missile at Israel, no injury reported. Hii ripoti inasema, ambayo mashambulizi ya asubuhi inasema Iran imefyatua makombora 10 ndani ya Israel na imethibitishwa yameelekea Israeli. Inataja kuwa no injury. Hapa ndio maswali mengine pia ya kwangu mengi yanaposimama hapa. Makombora 10 ya Irani tunakubaliana kuwa, au tunakubali kwenye ile njia kuwa uwezo wa Irani kurusha mashambulizi umeathiriwa sana. Unaweza kusema vile kuwa uwezo wa Irani kurusha makombora umeathiriwa sana. Sawa. Sasa ukichukua kuwa makombora 10 yametoka Iran, Irani hana uwezo wa kurusha makombora mengi. Labda tuchukue kauli za vyombo vya habari vya magharibi ambao vinasema kuwa mfumo wa kurusha makombora wa Irani umeathiriwa sana. Lakini vyombo vya magharibi havituambii kuwa mfumo wa uwezo wa kujilinda wa Israeli umeathirika pia. Kwa sababu mfano haya makombora 10 ambayo tunayapata kwa taarifa. Hii taarifa imeandikwa kwenye Haaretz, gazeti la Israeli, kuwa Irani imefyatua makombora 10 kuelekea Israeli. Ukienda kuchukua taarifa za latest kuwa wakati makombora yanatoka tu Tehran au makombora yanatoka kwenye ardhi ya Irani, zile rada za Saudia na Qatar tayari zinatoa taarifa kwa Israeli, kwa sababu Israeli wanapata taarifa kabla, na ndio maana wanaweza kuwaambia raia wao, nendeni kwenye shelter, nendeni chini kwenye mkajifiche. Muda, yani raia wa Israeli wanapokea notification kwenye simu zao before 60 to 8 minutes, yani kabla dakika 6 mpaka 8, kuwajulisha kuwa kuna hatari. Halafu baada dakika hizo 6 siren sound zinapokuja kulia, zinalia baadaye. Ndio maana ni mara chache sana kuona siren sound zinalia, yani vile ving'ora vinalia halafu watu wanakimbia, ni mara chache. Kwa hiyo watu huwa wanapewa taarifa kabla, halafu ndio baadaye ving'ora. Mfano sasa kama leo kitu kimoja kuwa haya makombora ya Irani yanatajwa kuwa ni makombora ambayo yamechelewa zaidi kufika, yametumia dakika 20 kutoka Teherani mpaka Israel, kilomita 2030, imetumia dakika 20. Haya ni katika makombora ambayo yamechelewa sana katika nafasi yake. Mara nyingine huwa makombora ya Irani yanatumia kati ya dakika 8 na dakika 12. Sasa fikiria makombora yanatoka Teherani, Israel wanayo habari kwa sababu rada za Marekani zinawasaidia. Wanayo habari ya kwanza kufikiria sasa hayo makombora yanakuja na tuyapangue. Na Irani anarusha makombora 10 tu. Yani makombora 10 tu yameshindwa kuzuiliwa. Wakati Irani alikuwa akirusha makombora hadi 110, na Israeli anasema kuwa ameyazuia kwa 99%. Sasa amerusha makombora 10 tu, na ukiangalia baadhi ya makombora yamepiga. Haya hapo karibu 3 sijui 4 yote yameenda kupiga. Ukiangalia video zako unajua unaziona moshi mkubwa unaofuka kwenye miji ya Ashdod. Baadaye video zitakuja zituonyeshe kuwa ni hasa sehemu gani zilizopigwa. Kwa hiyo hili ndio moja ambalo linaleta maswali. Lakini mimi nakusudia kusema kuwa mimi ni moja ya wachambuzi niliozungumza sana mapema kabisa kabla ya wachambuzi wengi wa Kiswahili
kuzungumza kile ambacho kilitokea katika mashambulizi. Sikuwa nimesoma kokote ambako kumeniambia kuwa hili ni, lakini mimi nilikuwa nikifuatilia taarifa za watu wa taarifa na wanaohusika na lile swala. Nilifuatilia taarifa na ndio maana mapema sana mimi nilizungumza, yani Jumapili asubuhi tu, yani nasema kuwa katika Waswahili, wachambuzi wa Swahili, nadhani mimi nilikuwa wa mwanzoni kuzungumza kuwa mashambulizi ya Marekani ndani ya Irani hayakufanikiwa kufuta mpango wa nyuklia wa Irani. Nadhani wengi wenu huwa mnapenda kusikiliza wachambuzi wengi na wengi, ndio vizuri. Wote, kila mchambuzi amezungumza kwa njia yake, lakini bado sijaona mchambuzi ambaye amekiri kuwa uwezo wa nyuklia wa Irani umefutwa kama vile taarifa anavyozungumza Donald Trump. Yani hayupo mchambuzi, sijamsikia, iwe wa Kiswahili, iwe wa Kizungu, iwe wa wapi, zaidi ya wachambuzi wa kihafidhina wa Kimarekani, labda kama tuangalie Fox News, NBC, ABC News, labda vyombo kama hivyo ambavyo Trump mwenyewe anazungumza kuwa tumeua nyuklia Irani bila ushahidi. Maana anapohojiwa tupe ushahidi, hakuna ushahidi anaotoa. Sasa Israeli media at least 4 impact sites in latest attack including Ashdod and Jerusalem. Sio umeelewa? Vyombo vya habari vya Israel vinasema at least 4 impact sites latest attack. Yani angalau maeneo 4 yameshambuliwa kwenye mashambulizi yaliyopita ya Irani, ikiwemo Ashdod and Jerusalem. Makombora 10, target 4. 10 target 4. Manake ni 40% wanapiga. Sasa tujadili uwezo wa Irani kurusha makombora umeshuka au tujadili uwezo wa Israeli kujilinda umeshuka? Kwa sababu kuna uwezo wa kujilinda wa Israeli ambao uko belong to America. Fikiria kitu kimoja. Marekani ilivyokwenda Irani kufanya mashambulizi, imekwenda na jumla ya ndege 125. Ndege manuari na ndege 125 zote zimekwenda kufanya mashambulizi Iran. Gharama zote hizo ni taxpayer wa Marekani wanabeba. Ndio maana kuna kelele kubwa sana Marekani kule. Nimeona maseneta, nimeona magavana, nimeona wabunge wanabishana kweli kweli. Trump kuingiza, unajua Trump Marekani kuingia ilitakiwa lazima Senate ipitishe. Sasa uamuzi wa kwenda kushambulia ni uamuzi wa rais, umetoka kwa rais, ambapo kuwa ni kinyume cha katiba ya Marekani. Ndio kuna mzozo mkubwa. Nilikuwa namsikia Senator Ben Sanders ambaye alikuwa anafoka sana kuwa tumesha kuwa anasema kuwa sasa hivi tumekuwa na nchi haina tofauti na nchi kama China, haina, kwa sababu ni nchi ambayo haiendeshwi kwa taratibu wala kwa sheria wala kufuata nidhamu. Yani ni rais ambaye anatamani kuwa mfalme. Mnakumbuka Trump alisema anatamani kuwa kama kiongozi wa Korea Kaskazini Kim, kwa sababu watu wote akisimama wanamuogopa, watu wote wanafuata kile anachokitaka. Yani ule upinzani hataki, maana yake full dictator. Sasa upande wa pili wanawataja hawa viongozi hawafai, upande wa pili wanawataja viongozi wanafaa. Sasa kuna kitu kimoja ambacho bado kinazunguka. Kitu kinachozunguka ni kuwa Irani atachukua hatua gani? Shauku kubwa imekuwa ni kama kusubiri ziara ya Abbas Araghchi kule Moscow itaashiria nini? Abbas anaenda kuzungumza nini? Anaenda kuchukua msaada wa kijeshi au anaenda kufanya nini? Licha ya kuwa Urusi walisema kuanzia mapema kabisa kuwa wao hawatojiingiza kushiriki kijeshi kwenye hili swala. Je, Urusi atakuwa msuluhishi? Anaaminika kiasi gani kwa pande zote? Manake alivyoweka wazo la kusuluhisha hili, Trump alimjibu Urusi akamwambia kuwa wewe unatakiwa kwanza tuzungumze kuhusu vita ya Urusi na Ukraine. Tunamalizaje? Huwezi kwenda kusuluhisha ya wenzako wakati ya kwako yamekushinda yako muda mrefu. Hilo alikuwa amemweka pembeni kwa sababu alifahamu Urusi kuwa atapendelea Iran kama yeye vile atapendelea Israel. Nani msuluhishi halali? Balozi wa Irani kwenye Umoja wa Mataifa anasema kuwa suluhu ya kidiplomasia ilizikwa na makombora ya Marekani yalivyoshambulia Iran. Suluhu ya kidemokrasia au yani suluhu ya kidiplomatic, yani ile demokrasia, yani nini wanasema kuwa diplomasia, yani tunafanya mazungumzo tu, anasema ilizikwa na mashambulizi ya Marekani, kuwa manake Irani hawataki mazungumzo. Jibu ni hilo, kuwa hawataki mazungumzo. Lakini maswali ni kuwa Irani analipaje kwa Marekani? Irani analipa kwa staili gani haya mashambulizi? Kila ukitazama picha naona kuwa Irani bado hawajatoka kwenye mstari walioanza nao. Unajua ile panic
na ile kumvuta Marekani kwenye vita ambayo amejiingiza, au vita ambayo amejiingiza, unamwepushaje? Kwa sababu sifa za kuanguka kwa Irani hazipelekwi sana kwa Marekani, au sifa ambazo zinapelekwa kushambuliwa kwa Irani zinapelekwa sana kwa Israeli. Sasa Irani anataka abakize nini? Yani Irani abakize kuwa hebu hizi sifa zibaki kuwa sio za kwake. Je, unahitaji taarifa kamili na uchambuzi wa ndani zaidi? Jiunge sasa katika grupu letu la WhatsApp kwa malipo nafuu kabisa. Utapata uchambuzi wa kila siku, mchana na jioni, update za dunia kwa haraka zaidi, fursa ya kumuuliza maswali Rahby papo hapo na kupata majibu ya haraka zaidi kutoka kwake. Usikose nafasi hii adhimu. Jiunge sasa na uwe mbele ya taarifa kuliko wengine. Tupigie kwa simu namba 0654467177 au tuandikie ujumbe ni unge na Rahby, tutakuunga moja kwa moja. Rahby Digital, haki na ukweli.